2 mstari wa kwanza inasema, nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Miguu yetu imesimama ndani ya malango yako, Yerusalemu. Yerusalemu uliyejengwa kama mji ulioshikamana. Huko ndiko walikopanda kabila za Bwana. Ushuhuda wa Bwana, ushuhuda wa Israeli. Walishukuru jina la Bwana. Maana viliwekwa viti vya hukumu, viti vya enzi vya mbari ya Daudi. Utakieni Yerusalemu amani, na wafanikiwe wakupendao. Amani na ikae ndani ya kuta zako, na kufanikiwa ndani ya majumba yako. Kwa ajili ya ndugu zangu na rafiki zangu niseme sasa, amani ikae nawe. Kwa ajili ya nyumba ya Bwana Mungu wetu nikutafutie mema. Bwana asifiwe sana. Amina. Huyo ni David, alikuwa anaandika hii Zaburi, lakini Zaburi kutoka 120 to 33 ikiongea juu ya Yerusalemu, vile walikuwa naenda. Hata ukiangalia kuliko na bahari, maandiko inatuambia vile mtu alikuwa anaenda safari hiyo ya Yerusalemu. Inaonekana ilikuwa inasema huko chini alikutana na waizi wa vile walimfanya, lakini ukisoma yote na utafakari vizuri, utaona inaongea kitu kimoja, na inaongea juu ya Yerusalemu. Kwa hivyo wakati huu nakwambia, David akasema, nilifurahi wakati ule waliniambia twende nyumba ya Bwana. Ni kwa nini? Ni kwa sababu yale ingine yote iwezi ikakuokoa, lakini ukiwa na Mungu ndani yako, au ukiwa na neno la Mungu ndani yako, itakuokoa hata ukiwa ni shida gani. Si kusema ati kwa sababu tumeokoka ati tutakuwa tukikutana na mashida, tutakuwa tutagojeka, tutakuwa tukiwa tunakutana na mambo ambaye inatutia nguvu. Lakini neno la Mungu linatuambia David alijua kitu kimoja, akiwa miguu yake itakuwa ndani ya nyumba ya Mungu. Nyumba si hii, lakini nyumba ni neno la Mungu. Ni kusimama na neno la Mungu vile linasemavyo vyo. Ukiwa kwa masida, hata sida ikiwa kubwa, utaona usaidizi kutoka kwa Mungu. Akasema Jerusalem is Jerusalem uliye. Hebu nisome namba 3 sema na classes. Verse 3 nasema, usiuache mguu wako Yerusalemu uliyejengwa kama mji ulioshikamana. Bwana asifiwe sana. Yerusalemu uliyejengwa kama mji umesimama. Umeshikamana. Inatia kishogo, lakini kwa hivyo mimi nataka kumwambia Yerusalemu ni pale ni pale kwa nguvu kana au kwa uwezo wa Mungu. Tukiingia katika Yerusalemu inaongea juu ya kikao ya Mungu. Tukikaa kikao ya Mungu, it doesn't matter what the problem you have, what the enemy will come with anything, but if you trust God, there is victory. Kwa hivyo asubuhi ya leo nataka kumwambia tusimame na neno la Mungu. Si kusema ati tukiwa kwa nyumba ya Bwana tutakutana na yale ambaye kufurahishi, lakini tukisimama na neno la Mungu kuna ushindi katika jina la Yesu. Hiyo ya mwisho, soma hiyo ya mwisho nayo vile inasema. Ya mwisho inasema, kwa ajili ya nyumba ya Bwana Mungu wetu nikutafutie mema. Sinasikia, kwa ajili ya nyumba ya Bwana atatutafutia mema. Despite yale unapitia, despite yale
inakushinda. Una uwezo tukiwa ndani ya Bwana. Amkeni turudishie Mungu wetu asante, ndio tuanze safari. Baba wetu, Mungu wetu, jina lako litukuzwe. Tunainama kitini ya Yesu, tunasema umesalimu. Tunasikia neno lako vile linatuambia David akisema alifurahi wakati ule aliambiwa twende nyumba ya Bwana. Na sisi Mungu wetu tuko nyumbani, tuko nyumba yako la Baba. Tunakusifu na tunainua jina lako, tunakutukuza, tunanyenyekea Mungu wetu. Tusamehe ikiwa kuna kitu ambaye kinaonekana juu ya maisha yetu, ndani yetu ambaye sikufurahi Mungu wetu. Ondoa Mungu wetu, ondoa takataka yote Mungu wote, uovu wote Mungu Jehova. Tuondolee Mungu wetu, tusabishe na damu ya mwanako Yesu Kristo. Na ili ibada yetu Mungu wetu ikubalike na ipendeke, na iwe kuteketeka Mungu wetu, kwa maana wewe ni Mungu. Pokea sifa na shukrani kwa kutupatia wiki Mungu wetu. Hata tukiwa kulikuwa na milima Mungu wetu na bondeni Mungu wetu, ulikuwa nasi, tujawahi kushindwa, kwa maana ndipo tuko hapa Mungu wetu, kama vile umetuambia katika hiyo neno Mungu wetu. Tukiwa nyumba yako utatutafutia mema Jehova. Ule alikuja Baba wetu na roho imeinama, Mungu muinue Jehova. Ule amekuja akiwa amelemewa, Baba wetu mupatie ushindi kwa Jehova Rafa. Ule amekuja Jehova, tumaini limeisha Mungu wetu. Wote Mungu wetu wabariki Mungu wetu. Tunabariki jina lako Mungu wetu, kwa maana tunajua hapa tuko Mungu wetu. Si uwezo wetu au si nguvu zetu, si vile tunafanya vyema Mungu wetu, lakini ni neema yako Jehova. Tutakase na damu ya mwanako Yesu Kristo. Tutakase Mungu wetu. Tunaitisha utakaso wa damu ya mwanako Yesu Kristo. Jehova, tunanyenyekea. Tunanyenyekea Rabi. Tunanyenyekea Jehova Rafa. Tunanyenyekea Jehova Rahini. Tunasema ni wewe Mungu. Wewe ulikuwa na wale wa baba wetu wa zamani. Hata sisi Mungu wetu tutakuwa washindi katika jina lako Yesu. Kwa maana umesema Baba wetu, wakati ule tumekuja Baba wetu, nyumba yako Mungu wetu, utatutafutia mema Mungu wetu. Baba, utatutia nguvu Baba wetu. Tunasema ni asante. Hata yale yote Mungu wetu ilikuwa Baba wetu kipigana na sisi Mungu wetu, tunasema ni asante, kwa maana umetupatia ushindi. Jehova, pokea sifa na shukrani. Nabii, tunakupenda. Jehova Rafa, tunakupenda. Tunasema ni asante Emmanuel. Tunasema ni asante Emmanuel. Tunasema Mungu wetu uinuliwe Baba wetu. Upewe sifa Mungu wetu. Hakuna mwingine kama wewe. Hakuna naweza kushindana na yeye Jehova. Jehova, tunaojiweka mkononi mwako, tukitisha amani kutoka kwako, tukitisha Baba baraka kutoka kwako, tukitisha uwezo wote Baba wa kufanya kulingana na mapenzi yako, kama vile neno lako linatuambia asubuhi ya leo. Baba wetu, tunasema ni asante. Ni asante Mungu wetu. Ni kwa sababu tunajua Baba, tukitoka hapa tutatoka kama vile tumeingia hapo, lakini tutatoka tukiwa na nguvu mpya, tukiwa na ushuhuda mpya, tukiwa tunasema tumekutana na wewe Baba. Hebu Baba wetu utubarikie ibada ya leo Jehova. Tuma malaika wako Jehova, ili Baba wetu watutie nguvu Jehova.
Hebu tuone Baba wetu na tusikie. Tutoke tukisema Mungu ulikuwa na sisi Baba. Tunasema ni asante. Ni kwa sababu ya ibada asubuhi. Hata hiyo ingine itakuwako Baba. Yote tunaikabidhi mkononi mwako. Ule Baba wetu atasimama Baba. Hebu anene kutoka Roho Mtakatifu. Tunakuomba na tunaomba Baba wetu.